Nashukuru sana 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 kwa mara nyingine leo tumekutana hapa katika hoteli ya Serena na Dar es Salaam, na pia nafurahi kuona mmejitokeza kwa wingi kama tulivyozoea katika presi zetu za kila siku, na hii inaonyesha kwamba mimi na nyie bado tuko pamoja kama tulivyoanza hapo zamani. Na kiuhalisia ni waahidi tu kwamba siku zote nikikutana na nyie sitowaacha bila kuachia fursa tofauti na uandishi wenu wa habari. Leo niko hapa mbele yenu na uongozi kutoka Zan Security. Zan Security ni nini? Inafanya nini? Ina faida gani kwa wananchi na hata kwa nyie waandishi wa habari? Leo hapa tutaichambua vizuri na mwende mkawape taarifa wa Tanzania kwamba mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Baba Levo ameungana na Zan Security kuhakikisha Watanzania wanaweza kuwekeza katika maisha yao. Tunao wataalamu hapa, atajitambulisha, lakini naye mama yangu pia hapa atajitambulisha ili twende kwa pamoja. Tutaki kutumia muda mrefu sana, tutatumia muda mfupi, lakini tunaamini message itafika kwa Watanzania na itafika kwa kila mtu ambaye anateseka. Nadhani mnajua kwamba sasa hivi kuna trend inasambaa mtandaoni kwamba kuna watu wanawekeza hela kwenye upatu, sijui vikoba. Tunaona sijui nani huyu anadaiwa hela, kakimbia na milioni 200, huyu mimi niliwekeza sijui 800,000, milioni 5, watu wanakimbia na hizo hela. Hiyo ni kwa sababu kuna watu wanafanya vitu kiholela. Unachukua hela zako unaenda kuziwekeza kiholela. Sasa tuko na Zan Security, watatuelekeza namna bora ya kuifanya pesa yako uiweke and then baadaye upate faida. Tuanze na wewe kiongozi, au tuanze na madam ujitambulishe kidogo and then kiongozi utoe ufafanuzi kwa muda mchache ili tusiwachoshe waandishi wa habari and then baadaye tutafunga hesabu kwa ajili ya kupeleka message moja kwa moja. Karibu mamangu. Shukrani. Kwa majina? Tayari. Okay, kwa majina naitwa Fadhila Mbura. Mimi ni meneja wa fedha Zan Securities. Kama mheshimiwa hapa alivyoongea kwamba sasa hivi kuna trend ya watu kuwekeza sehemu ambazo sio salama. Sisi kama Zan Securities tunakuja kutoa hizo fursa, kuwapa elimu watu, kuelimisha watu wasiwekeze sehemu ambazo sio salama. Lazima mtu ajue sehemu gani anaenda kuiwekeza, na je, hiyo sehemu imeidhinishwa na mamlaka, ambapo kama sisi Zan Securities sehemu zote ambazo mtu akija kuwekeza ziko chini ya uangalizi wa mamlaka ya masoko la mitaji na dhamana CMSA, ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha. Shukran sana. Asante sana. Asante. Haya, tatuelezea Zan Security ni nini, na tuache kuwekeza kwenye mitaa huko mitaani, tuwekeze kwenye mifuko gani ambayo iko ndani ya Zan Security, na faida ya kuwekeza atatuambia kwa dakika 10 inatosha kabisa kwa ajili ya kuweza kupita. Karibu mtaalamu. Asante sana ndugu waandishi wa habari, habarini za asubuhi. Kwa majina naitwa Isaac Lubeja, mimi ni mkuu wa idara ya ushauri kutoka kampuni ya Zan Securities. Tunapozungumzia kampuni ya Zan Securities, hii ni kampuni ambayo ina deal na wakala wa soko la hisa wa Dar es Salaam, lakini pia ushauri wa uwekezaji na msimamizi wa mifuko ya uwekezaji. Kwa muda mrefu sana tukizungumzia uwekezaji, mtu anafikiri kwamba uwekezaji ni kwa ajili ya makundi maalum ya watu ambao wana kipato fulani. Lakini kiukweli uwekezaji ni kwa ajili ya Mtanzania yoyote mwenye kipato chochote. Leo tunakuja kuandika historia katika ukurasa wa uwekezaji Tanzania kwa kumpatia fursa kijana, mwalimu, mpishi, mtu yoyote, mfanyabiashara, mjasiriamali kuanza kuwekeza katika maeneo ambayo ni salama. Na sio tu salama, lakini ni maeneo ambayo yamesimamiwa na mamlaka za serikali. Tunafahamu kwa kipindi kirefu sana, inawezekana kwa sababu tu ya elimu, watu wamejikuta wakiwekeza katika sehemu ambazo kwa bahati mbaya wamepoteza hela zao. Lakini niwahakikishie tu uwekezaji ambao unafanyika kwenye masoko ya mitaji
yanasimamiwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana CMSA, ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha. Tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tuliandika historia kwenye uwekezaji Tanzania kwa kuzindua mifuko miwili ya uwekezaji. Tulizindua mfuko wa Timiza Plus Fund na Zan Timiza ETF. Timiza Plus Fund ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao unampa fursa Mtanzania kuwekeza na kupata magawio mara 4 kwa mwaka. Unawekeza fedha zako na unalipwa faida juu ya ile hela ambayo umewekeza. Lakini vile vile Zan Timiza ETF inampa fursa Mtanzania kuwekeza pia kwenye soko la hisa. Zamani mtu akisikia soko la hisa anakuwa anapata changamoto kwenye kuelewa inafanyaje kazi. Lakini kupitia mfuko wa Zan Timiza ETF kwa shilingi 20,000 tu unaweza ukaanza kuwekeza kwenye soko la hisa. Lakini niwape historia kidogo. Mwaka 2024 kampuni ya Zan Securities ilikuwa ni kampuni ya kwanza ambayo inafanya shughuli za wakala wa soko la hisa kuja na mfuko wa uwekezaji wa pamoja, ambapo kwa shilingi 10,000 ilimpatia fursa Mtanzania kuwekeza na kupata faida ambayo ni kubwa. Na kiukweli tumeweza kuwapatia watu mpaka 15% kwa mwaka. Na toka mwaka 2024 idadi ya wawekezaji kwenye mfuko wa Timiza Fund umeweza kukua kutoka watu 200 na kufikia wawekezaji zaidi ya 14,000, na mfuko umeweza kukua kutoka size ya bilioni 10 na kufikia zaidi ya bilioni 55 mwaka huu. Kwa hiyo imewapa fursa Watanzania wengi ambao walikuwa hawajui wana uwezo wa kufanya huo uwekezaji. Dhamira yetu ni nini? Dhamira yetu ni kuona kwamba Watanzania wanapata hizi fursa ambazo ni salama, wanapata fursa ambazo wanaweza wakawekeza kwa lugha nyepesi, wanapata fursa ambazo wanaweza wakawekeza kupitia simu zao za mkononi. Kwa hiyo hii mifuko yote miwili inapatikana kupitia simu yako ya mkononi. Ukiingia kwenye Play Store au App Store ukadownload application ya Zan Invest, leo hii na wewe unakuwa mmojawapo ya hao wawekezaji ambao tunawataja. Kwa hiyo niwakaribishe sana muweze mwekeze. Lakini kwa namna pekee tunamshukuru sana Baba Levo kwa sababu tunafungua ukurasa mpya wa makubaliano na yeye kwamba yeye atakuwa brand ambassador, na leo hii tutasainisha mkataba ili kusudi aweze kusemea watu wafanye uwekezaji, wajiinue kwenye kipato chao. Kwa hiyo ninamshukuru sana na tunamkaribisha sana katika uwekezaji huu. Na hapa mbele tuna makubaliano ambayo tunaenda kusaini ili kila mtu aweze kuona ushirikiano huu ambao tunaanza na hatua hii kubwa ambayo tunakuja kuifanya hapa leo. Asante. Nadhani ni saini kwanza. Haya ni makubaliano kati ya ofisi ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini pamoja na Zan Security. Hapa. Hapa aje Levo yuko wapi? Mtoto wangu njoo usaini hapo, kifungo tutafungwa wote. Saini hapa kama wewe sasa ndo utakuwa hapa. Okay, sawa. Upande wenu tumalize ili tuendelee na mambo mengine. Asante sana. Simame kabisa. Sasa kwa habari za sasa hivi nawakaribisha sana hapa Serena Hotel. Mmewasikia viongozi kutoka Zan Security wakielezea namna ambavyo wanaenda kuokoa hivi vilio ambavyo viko mtaani. Mimi Clayton Revocatus Chipando, Baba Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, kwa nini nimekubali kwenda kufanya kazi na Zan Security? Moja, kilio kinacholia kwa wananchi, msifikiri kinalia Dar es Salaam peke yake. Hawa watu ambao wanakusanya hela za watu wakisema ni kikoba, wengine wanakusanya hela za watu wakisema wanaita mchezo, wengine wanakusanya hela za watu wakizifanyia biashara za mtaani, kwa bahati mbaya
zile biashara zao za mtaani zikifeli, matokeo yake ndio yule mtu anashindwa kuwarejeshea pesa wale wenzake ambao amekusanya pesa zao. Na ndo maana nikaona hii fursa kutoka Zan Security kupitia hii mifuko yao miwili, tunazungumzia Zan Timiza afu tunazungumzia Timiza Plus Fund. Ni mifuko ambayo iko the same kabisa na mambo ambayo hao watu wanaekeana hela huko mtaani, lakini yenyewe iko katika mfumo ambao ina security ya kutosha kumfanya mtu awe na uhakika na gawio lake pale ambapo anataka kulichukua. Narudia tena, hii unasikia sijui huyu kachukua hela zetu kakimbia, huyu kachukua hela zetu, tumechanga hela zetu za mchezo kakimbia nazo, huyu hela za kikoba. Wanaletwa kwenye ofisi ya mbunge. Ukitembea kwa wabunge wengi watakutana na hizo kesi. Wananchi wanakusanyishwa hela na mtu mmoja, wanamuita kijumbe, and then huyo kijumbe anachokifanya yeye, zile hela kishazikusanya kwa watu, anaenda kuzifanyia biashara zake yeye mwenyewe. Sasa uhakika wa hizo biashara zake ndio ambao unakuja kuleta tatizo baadaye. Biashara zake zinafeli, anawafelisha na wenzake wote kwa pamoja. Lakini kupitia Zan Security, kupitia hii mifuko, na ndio maana wakati nimeenda kukutana nao, nimekutana mpaka NMB wameweka kama wao ndio watakuwa wanalinda ile huo mzigo wote ambao sisi tutakuwa tunakusanya kuwekeza kwenye hii mifuko ya Timiza Plus Fund na Zan Timiza ETF. Ndugu zangu wa Tanzania, acheni kuweka hela zenu kwa matapeli. Sisi kama viongozi wa umma tunaumia sana kuona mtu muuza nyanya aliwekeza hela zake sijui 50,000 au 20,000, alafu mwisho wa siku yule mtu aliwekeza hela anapotea nazo. Tunaumia sana. Na ndio maana nimekubali kwamba sasa ni muda wa kutoa darasa, na nitatembea mikoa yote, majimbo yote, kwa kuungana na waheshimiwa wabunge wenzangu kwenda kuwasaidia wananchi ambao wanatapeliwa na matapeli ambao wanawadanganya kwamba kuna kikoba, sijui kuna mchezo wanacheza, sijui kuna mtu anaitwa kijumbe. Kupitia Zan Timiza una uwezo wa kuwekeza ETF, una uwezo wa kuwekeza kuanzia shilingi 20,000. Shilingi 20,000 peke yake inatosha kwa wewe kuanza kuwekeza. Kwa hiyo unachokifanya, una uwezo wa kuwekeza hizo 20,000 kwa mwaka mzima, and then baada ya hapo ukaenda sasa kwa Zan Security kwa ajili ya kwenda kupakua lile gawio lako. Utapewa gawio ambalo lina faida. Lakini hivi vikoba vya mtaani au hawa watu ambao wanapeana hela za michezo mtaani, wanachokifanya, hela zako unazikusanya kwa miezi 6 au mwaka, and then mwisho wa siku wanakurudishia hela ile ile ambayo umeikusanya wewe. Kama uliweka 10,000 mara 30, basi watakupa shilingi 300,000 bila kuwa na faida yoyote. Lakini hapa kwetu utapata faida ya hela uliyoiwekeza kuanzia 13% mpaka 15% ya kile ambacho wewe umekiwekeza. Kwa piga hesabu, na kuna watu nimeona ni wavumilivu. Mimi kuna mchezo, sifikiri mimi sijawahi kutapeliwa. Mimi nilicheza mchezo, kijumbe yuko China. Mtu wa kunigawia hela yuko China. Nimecheza mchezo, tena tunaweka hela nyingi nyingi. Anasema kila baada ya siku 3 tunaweka 150,000. Umeelewa vizuri? Kila baada ya siku 3, siku 4. Kila baada ya siku 4 unaweka 150,000. Kila baada ya siku 4 unaweka 150,000. Kijumbe yuko China. Mpaka nije nizipate hela zangu, nilimwambia sasa nakupeleka mpaka kwa balozi wa Tanzania China. Nikupeleke sasa tukapelekeshane huko ndio unilipe hela zangu. Na wasi wa Tanzania, kama una simu yako ya smartphone hapo ulipo, download app ya Zan Security Invest, Zan Invest inaitwa. Zan Invest. Sasa hivi hapo, na unao uwezo wa kuwekeza hapo hapo ulipo. Hakuna haja ya kuja ofisini, sio uanze kujazishwa mafomu wala nini. Hapo hapo ulipo kidownload app ya Zan Invest, hapo hapo unao uwezo wa kuanza kuwekeza
na utachagua kwamba nataka niwekeze kupitia hii mitandao ya simu ya kawaida kama ni Tigo Yasi au M-Pesa au Airtel Money, nadhani zote ziko pale. Kwa ukienda sehemu ya kuwekeza itakufungulia unataka kuwekeza kupitia mtandao gani, yaani mtandao wa simu unaotumia wewe, au kama unataka kutumia benki utachagua ni benki gani unatumia. Utachukua hela kwenye simu yako, utaingiza sasa kwenye mfuko ambao utakuwa umeuchagua kati ya hii mifuko miwili. Ukishawekeza humo, na kuhakikishia mama yangu, dada yangu, ndugu yangu, unachagua mfuko ambao wewe unataka huo unapata gawio kila baada ya muda gani. Kuna mfuko ambao utakuwa unapata gawio kila baada ya miezi mitatu ambao tunaita Timiza Plus Fund ETF. Kila baada ya miezi mitatu, ukishawekeza baada ya miezi mitatu unaenda kuchukua gawio lako. Sio kama tunaelewana vizuri. Lakini kuna mfuko mwingine ambao utawekeza na utaenda kuchukua gawio lako kila baada ya mwaka. Kwa utachagua wewe, umepewa option ni ipi ambayo wewe unataka. Kuna mtu mwingine ana malengo yake. Ana malengo kwamba mimi na malengo yangu yako mwisho wa mwaka, kwa acha niwekeze mwisho wa mwaka nichukue gawio langu. Na mtu mwingine ni mwenzangu na mimi, sisi ambao tunataka hela, yani hela yetu kishazalisha nachukua, unawekeza unachukua, unawekeza unachukua. Sasa Zan Security wameona ni vyema kuweka hiyo mifuko yote miwili ili kumbalansia Mtanzania achague kile anachokitaka. Shilingi 20,000 inatosha wewe kuanza kuwekeza. Unanunua hisa zako ambao nadhani kila hisa moja ni shilingi 1,000, 100. Kwa hiyo hisa 200 inakuwa ni sawa sana shilingi 20,000. And then unaweza kuweka vyovyote unavyotaka. Unaweza kuwekeza 300,000, 500,000, milioni. Kila unavyozidi kuwekeza kiasi kikubwa ndio unavyozidi kuongeza ukubwa wa gawio lako. Kwa wananchi wa Kigoma mjini, nikisikia mtu ameibiwa hela na kijumbe, nitamshangaa sana, kwa sababu Zan Security nimewaleta mikononi mwenu. Hata hapa Dar es Salaam na sehemu zingine zote, nikisikia kuna mtu analia eti kwamba kijumbe kaondoka na hela zangu, kafanyaje, na kati wapo Zan Security ambao serikali inawaangalia, wako kisheria kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanapata faida kwa kile wanachokiwekeza. Na ninawaonya, na nitaongea na waziri wa mambo ya ndani, nitaongea na waziri wa fedha, waweze kuwadhibiti hawa watu ambao wanaitwa vijumbe huko mtaani. Waziri wa mambo ya ndani ndio anahusika na mambo ya polisi. Kamata vijumbe wote, kwa sababu mchezo wanaocheza ni mchezo wa kutumia hela za wenzao kuzungusha kwenye biashara zao na kuwafanya hawa watu waliowekeza hela zao wawe na hofu muda wote. Kigoma tulipata shida moja, kijumbe alikufa ghafla. Sijui kama mnanielewa vizuri. Na msako kawa, sasa tunataka tuhakikishe amekufa kweli au ameamua kutangaza kifo kakimbia na hela. Sijui kama tunaelewana vizuri. Lakini kwa bahati mbaya tuligundua kweli alipata ajali kwenye basi na akafariki. Sasa kimbembe kikawa namna ya wale watu kuweza kudai pesa zao. Lakini Zan Security hii ni kampuni. Leo tumeona tuko na ndugu zetu hapa, kesho wanaweza wakapanda cheo zaidi, wakaja wengine tukakaa nao hapa, hawa wakawa hawako kwenye kitengo hichi ambao wako sasa hivi. Mnielewa vizuri? Kwa hiyo hii ni kampuni, haiendeshwi na mtu mmoja. Na wasi sana wa Tanzania, achaneni na vijumbe. Download app ya Zan Invest ambayo ipo kwenye simu yako hapo. Nenda download, utapewa tu hatua chache za kujiunga. Jiunge, ni bure, wala hutaki kulipia chochote kujiunga. Kujiunga ni bure kabisa. Ukiwa tu na namba yako ya NIDA inatosha. Ukiwa na namba yako ya NIDA ukishaweka pale na namba ya simu inatosha kabisa. Kama una akaunti namba ya benki utaweka, and then utaanza kuwekeza kidogo kidogo.
Alafu kingine niwaambie nyie wote mashahidi, huko kwa vijumbe ukiwekeza kama ni mchezo mnacheza kila siku shilingi 20,020, kesho ukiwa hauna 20,000 inakuwa kesi tena kwako. Ina maana ukipunguza 20,000 tu, kuna ndugu yako kule ambaye itakia atoke kwenye mchezo, anakuwa amepungukiwa hiyo hela ambayo hujawekeza. Lakini huku Zan Security umepewa nafasi ya kuwekeza vile ambavyo wewe unaona, vile ambavyo wewe unajisikia kwamba leo nimepata 3,000,000, katika hii 3,000,000 naomba 700,000 niiwekeze, hizi zingine zinazobakia niendelee na maisha yangu mengine. Download now Zan Invest ambayo itakusaidia kuweza kujiunga na mifuko ya Timiza, Zan Timiza na Timiza Plus Fund kutoka Zan Security. Baada ya hapo, tukisikia mtu anamlilia kijumbe, hiyo itakuwa amejitakia yeye mwenyewe, na ndio maana mimi nimekubali, na tutaendelea kuwa na nyie. Nadhani tutatembea pamoja kwenye baadhi ya mikoa kwa wale ambao watakuwa wako tayari, ili twende tukatoe message kwa wakina mama, vijana, bodaboda, kwa sababu ni kutimiza kuwekeza ni kuanzia shilingi 20,000. Kwa naamini hata nyie waandishi wa habari mna uwezo wa kuanza kuwekeza sasa hivi ili baadaye muweze kupata faida. Haya, kuna mtu yote ana swali kuhusiana na hilo? Ina kota 4 kila baada ya miezi mitatu. Kwa kuna mifuko, utachagua mifuko, kuna mifuko miwili. Kuna Zan Timiza, alafu kuna Timiza Fund ETF. Kwa Timiza Fund ETF itakupa nafasi ya kupata magawio mara 4 kwa mwaka. Niko sawa sawa kiongozi? Na hii unao uwezo wa kuwekeza kuanzia shilingi 20,000. Alafu ya pili kuna Zan Timiza, si ndio hivyo, ambayo inakwenda yenyewe mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa wewe utachagua kutokana na wewe namna unavyotaka kuwekeza. Unataka kuwekeza katika mfuko gani kati ya hiyo mifuko miwili? Umenielewa vizuri? And then utakapochagua, basi magawio yako utakuwa wanapogawiwa watu wengine, na wewe utakuwa unagawiwa gawio lako kutokana na muda ambao umeingia wewe. Sio kama tunaelewana vizuri? Na kiuhalisia nataka niwaambieni, huu ni ukombozi, na hii inaianzisha ni kampeni ya futa vijumbe katika nchi ya Tanzania, na watu wote waingie kwenye uwekezaji ambao serikali inautambua na serikali inausimamia, kuhakikisha hakuna pesa ya Mtanzania yoyote itapotea katika mazingira ambayo hayaeleweki. Mheshimiwa, mimi naitwa Gabi, Mtanzania na katika Global TV. Kwanza hongera kwa kazi nzuri ambayo unaifanya kwenye jimbo lako la Kigoma mjini. Nashukuru sana. Lakini wakati unaanza kuzungumza, ndio ulisema kuhusiana na wewe kuwa muhanga wa vijumbe. Na ukasema trending nyingi unaziona mtandaoni. Na ni kweli waandishi wa habari wanaitwa kwa ajili ya watu kusema waliotendewa na vijumbe. Sasa kama mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jimbo la Kigoma mjini. Wahi kuwa nacheza hiyo michezo ya kuweka hela, na kwanza siku ile ambayo natokea niweke hela, nikiwa sina hizo simu ninazopigiwa, message ninayotumiwa, ni kama vile sasa kuna mtu labda nimemtoa roho. Umeelewa vizuri? Lakini pamoja na hayo yote, bado kwenye namna ya kupata lile gawio langu, bado ikawa ni heka kumtafuta huyo kijumbe, kwa sababu alipo yuko China. Sio kama tunaelewana vizuri? Na ndio maana natoa rai kwa Watanzania. Najua watu wengi sana wanapenda kuwekeza hela zao ili baadaye wazichukue kwa pamoja. Sasa ili uziwekeze na uzichukue kwa pamoja na faida, ndio maana tumewaletea Zan Security ambayo ina mifuko miwili. Kuna Zan Timiza na Timiza Fund ETF. Na pia tumetoa rai kwa serikali kupitia Wizara ya Fedha iweze kukomesha hawa watu wanaojipa mamlaka ya kushika hela za watu, hawa vijumbe, kwa sababu vilio vimekuwa vingi katika nchi yetu ya Tanzania. Watu wanalia wamezulumiwa pesa zao. Sasa kwa sababu kuna watu ambao wanafanya hii kazi rasmi na wanafuata sheria zote za serikali, wanafuata sheria zote za nchi katika uwekezaji, ndio maana tunashauri Watanzania wawekeze huku
ili wawe wanapata faida yao ya uhakika kuliko kuwekeza tu kwa mtu ambaye humjui au umekutana naye tu juu kakushawishi unaanza kuweka pesa zao. Kwa tunaomba serikali itusaidie kudhibiti hawa vijumbe ili Watanzania waweze kuwekeza katika mifuko ambayo inajulikana kisheria. Mwingine hapo na kwenda kwenye namna ya mtu ambaye anaweza akawa anatumia kiswaswadu na akawekeza. Nataka uwafafanulie vizuri kwenye hilo pia. Yeah, asante sana. Kimsingi tumeanza na hatua ya kuwekeza kwenye smartphone ili iwe rahisi kwa mtu kufanya uwekezaji huo, lakini hatua tunayoingia sasa hivi ni kufanya kampeni ya mikoa yote ili kusudi kumfikia hata yule mtu ambaye hana access au hana uwezo wa kuwa na smartphone au ya kudownload application. Lakini vile vile kuna mifumo tunaweka ambapo mtu atakuwa na uwezo wa kufanya uwekezaji kupitia zile USSD, kwamba anabonyeza nyota 100 na ngapi ili aweze kufanya huo uwekezaji. Yeah. Sawa. Nadhani umeelewa vizuri. Kwa tunaanza na smartphone kwa sababu tunajua walikuwa wako nyuma sana. Walikuwa wako nyuma sana, lakini wana smartphone wanazo. Lakini pia tunakwenda kwenye hatua inayofuata ambao watu watatumia zile SSD ambao ataweza kubonyeza nyota kama ni 150 ngapi, ataambiwa bonyeza ngapi kuingiza pesa zako kwenye Timiza Fund au chagua mfuko. Tutaweka hiyo mifumo yote na tutaitangaza, kwa sababu mimi nipo na kazi yangu ni kutangaza kila product mpya ambayo inatoka kwa Zan Security. Hiyo ndo kazi ambayo niko nayo. Yes. Ndio. Kiongozi, unaweza kunitajia hapo? Yes, sisi ofisi zetu ziko jengo la Viva Towers ambalo liko Posta, ghorofa ya kwanza. Tunapatikana kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 asubuhi mpaka saa 11, lakini vile vile Jumamosi saa 3 asubuhi mpaka saa 7, na tuna ofisi vile vile iko Zanzibar, jengo la Michenzani Mall, ghorofa ya 3. Na simu zetu, tuna simu za huduma kwa wateja ambayo ni 0750 011 250. Kwa hiyo ni namba yetu ya huduma kwa wateja, inapatikana muda wote, na tunawakaribisha sana Watanzania wote waweze kututafuta ili waanze hatua za uwekezaji. Haya, nadhani tumeelewana vizuri. Naomba nirudie vizuri ili watu waelewe. Ofisi za Zan Security ziko Posta pale kwenye ghorofa ile la Viva Tower, ambalo kwa mtu ambaye anakuja Posta ipako karibu kabisa na karibia na Serena, hapa ambapo tunafanyia press conference, ni upande tu wa pili. Na pia ofisi nyingine ziko Zanzibar kwenye pale Michenzani, ambapo kuna ile mall mpya ambayo ni iko Zanzibar, ghorofa ya 3. Ukienda pale unasema nataka kwenda Zan Security, utaweza kukutana na wataalamu, watakushauri na watakupa maelekezo. Lakini pia kiongozi ametaja namba ya simu, naomba urudie namba ya simu. Namba ya simu ni 0750 011 250. Kwa hiyo ukipiga simu hiyo moja kwa moja utaunganishwa na watu wanaohusika na kitengo ambacho wewe unaona unatakiwa kupata huduma yake. Lakini mimi nipo, kama unaona unakwama kote, njoo kwangu DM kwenye page yangu ya official Baba Levo, ni DM, au nenda kwenye page za Zan Security ambazo zipo Instagram, nadhani tupo. Unaenda pale, watumie message, waambie nina shida 1 2 3, utahudumiwa. Lakini kwenye app, kama una download app ya Zan Invest, ndani yake humo una uwezo wa kupata huduma kwa wateja ndani yako humo. Sasa hivi dunia imeenda kwenye mfumo wa AI, vitu vingi vimerahisishwa. Kwa hiyo naomba Watanzania, nawaomba sana, achaneni na vijumbe, achaneni kuweka hela kwenye sehemu ambazo hazina uhakika. Njooni Zan Security kwenye mifuko miwili. Njooni kwenye Timiza Plus Fund ETF ambayo itakupa fursa ya kutoa pesa yako kila baada ya miezi 3 kupata lilo gawio lako. Lakini njooni kwenye Zan Timiza ambayo itakupa nafasi ya kuwekeza na utaweza kutoa pesa yako kila mwisho wa mwaka na kupata gawio lako faida 13%.
kauli yako kuhusiana na hili pia. Yeah. Wewe kama mbunge wa jimbo la Kigoma, lakini mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu huu mgogoro ulipelekwa mpaka bungeni, wabunge mkajadili mkakuta Yuda. Leo ametangaza kujiuzulu. Wewe kama mbunge unazungumziaje? Kiuhalisia, mambo ya kujiuzulu kwa makamu wa rais, mambo ambayo yametokea ni mambo ambayo bado yapo kama rumors. Tusubirie serikali itangaze kwamba makamu wa rais amejiuzulu, and then baada ya hapo sheria inamtaka mheshimiwa rais kabla ya siku 14 awe amesha mteua mtu mwingine kuwa makamu wa rais, na jina litaletwa bungeni, litapigwa kura na wabunge walio wengi. Kwa hiyo hatupaswi kwanza kulizungumzia jambo ambalo bado liko kama rumors. Umeelewa vizuri? Hata kama kunaonekana kuna andiko linatembea, lakini tunaamini kama tamko litatolewa na serikali. Umeelewa vizuri? Lakini kwenye chama, mimi ni mtu mdogo sana. Mimi sio mtu wa kujadili mambo ya chama. Mimi bado ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo chama kinajua nani kitampa nafasi kama huyu kweli atakuwa amejiuzuru, na sisi kwa sababu ni mabunge ambao tumetoka ndani ya chama, tutafuata maelekezo ya chama kuona namna bora ya kuweza kufanya nchi yetu iweze kusonga, watu waweze kupata pesa za kwenda kuwekeza kwenye mifuko yetu ya unajua tutafanyaje? Sababu lengo ni kwamba watu wawe na hela, waweze kuwekeza, wapate faida, wapate magawio ya timii. Sasa kama kuna mtu anaweka mguu chini watu wasipate fedha, sisi hatuwezi kuungana mkono na jambo hilo. Kwa hiyo tusubirie serikali itoe tamko rasmi, na sisi kuanzia kesho tutakuwa tuko bungeni, na kiuhalisia kama taarifa italetwa bungeni na wabunge tutajadili, na tuna uhakika wa Tanzania tutampitisha makamu wa rais mwingine ambaye atakuwa ni bora kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.